Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Amen. Mahali popote pale ulipo, wenda uko nyumbani, lakini sauti hii inakufikia, na wenda uko mahali hapa, bado nitumie nafasi ile ile ya kukualika kwa pamoja ili tuweze kujifunza maneno ya uzima. Mchungaji Lucas Mzomozi wa kanisa la Moraviani Parishi ya Ushilombo mjini, ninakusalimu katika jina la Yesu. Nisaidie kumwambia jirani yako matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu ya Mungu. Huu ndio ujumbe ambao kwa dakika kadhaa leo nataka kushare na wewe kwa habari ya matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu ya Mungu. Tunapojifunza ujumbe wetu huu, kuna mambo kadhaa ambayo natamani tuweze kuanza nayo, lakini msingi wetu mkubwa ni matendo makuu ambayo Mungu anayatenda. Na matendo ambayo Mungu anayatenda hayafanani na matendo ya mtu yoyote yule. Matendo makuu ambayo Mungu anayatenda hayafanani na matendo ya mtu yoyote yule. Awe mwanaume, awe mwanamke, awe kijana, awe mzee, hakuna awezaye kutenda mfano wa matendo makuu ya Mungu. Hakuna awezaye kutenda. Hayuko mbinguni, hayuko duniani wala kuzimu awezaye kutenda mfano wa matendo makuu ambayo Mungu anayatenda. Tunapoangalia juu ya jambo hili, natamani ujue ya kwamba yako mambo makuu ambayo Mungu aliyafanya, aliyatenda. Yako mambo makuu ambayo Mungu aliyatenda. Na Biblia inatuthibitishia, maandiko matakatifu yanatuthibitishia ya kwamba yako matendo ambayo Mungu aliyatenda. Ni miaka mingi imepita. Tulikuwa hatujazaliwa, tulikuwa hatupo, lakini Mungu alikuwepo. Na katika uwepo huo wa Mungu, katika nyakati zilizokwisha kupita, Mungu alitenda matendo makuu na ya ajabu. Hakuwepo mtu ambaye labda alijaribu kufanya kwa mfano wa matendo yake. Hakuwepo. Mwanadamu akikutendea, hilo jambo linafutika. Mwanadamu akikusaidia, huo msaada unafutika. Lakini yupo Mungu aliye hai. Yeye ni wa milele yote. Alitenda milele iliyopita, na bado alama za matendo yake zipo mpaka leo. 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 Hebu nitikisio jirani yako, muulize unataka nani akutendee? Unataka nani akutendee? Amen. Yeye akitenda, alama za matendo yake hazifutiki. Ni za milele. Ni za milele. Uwe na uhakika ya kwamba akitenda kwenye maisha yako, hilo atakalokutendea uwe na uhakika ya kwamba litadumu. Akifanya kwenye ndoa yako, akitenda kwenye ndoa yako, uwe na uhakika ya kwamba hilo jambo litadumu. Akitenda kwenye afya yako, uwe na uhakika ya kwamba hilo jambo litadumu. Haleluya, haleluya. Uwe na uhakika hilo jambo litadumu. Uwe na uhakika hilo jambo litadumu. Amen. Kwa hiyo
Amen. Na mfano wa matendo yake hakuna. Amen. Lakini hata hivi ninavyozungumza bado anatenda. Amen. Bado anatenda. Amen. Kwa sababu walio wengi wanaweza kusema alifanya miaka iliyopita. Kweli alifanya miaka iliyopita, lakini bado anaendelea kutenda hata sasa. Yeye ni yule yule. Anaendelea kutenda. Uwe na uhakika ya kwamba kama alitenda milele iliyopita, manake hata sasa yeye anaweza akatenda. Hata sasa yeye anaweza akafanya. Hata sasa yeye anaweza akatenda. Amen. 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 Hivi Amen. ninavyozungumza anaweza kutenda kwenye maisha yako. Amen. Saa hii ninavyosema hivi yeye anatenda mpaka kwenye afya yako. Amen. Mahali hapo hapo ulipo. Saa hii ninavyosema hivi yeye anatenda mpaka kwenye ndoa yako. Amen. Mahali hapo hapo ulipo. Yeye aliyetenda milele iliyopita anatenda na kwako jioni ya leo. Amen. Anatenda na kwako kwenye mkutano ukifanya. Na yeye akitenda hakuna anayeweza kutenda. Amen. Hakuna. Hayupo. Lakini sio tu kwamba anafanya sasa hivi. Yeye atatenda. Amen. Na wakati ujao Amen. atatenda. Kwa sababu wakati mwingine watu wanatafuta matumaini kwamba huyu mtu niliye naye, ninayeishi naye, ninayefanya kazi naye, niliyeambatana naye, je, nina uhakika wa kesho kuwa naye? Tumaini alipo kwamba inawezekana unaye leo, kesho siwe naye. Manake kama unamtumaini mwanadamu, unamtegemea mwanadamu ili ya kwamba yeye apate kukutendea, maisha ya mwanadamu yanakoma. Maisha ya mwanadamu yana kikomo. Manake maisha ya mwanadamu yakikoma, uwe na uhakika hakuna atakayetenda kwako. Amen. Lakini nakwambia habari za Mungu. Yeye ni Mungu wa nyakati zote. Anayajua maisha ya kila mtu. Amen. Alitenda milele iliyopita, anatenda sasa na atatenda milele ijayo. Milele ijayo. Milele ijayo. Natamani nikwambie lile ambalo Bwana kukutendea jana, leo atakutendea. Kwa sababu Mungu ni wa milele. Amen. Ni yule yule. Amen. Hajabadilika. Ni Amen. wa milele yote. Amen. Hajabadilika. Wanabadilika tu watu, aina za watu zinabadilika, lakini bado Mungu ni yule yule. Amen. Mungu ni yule yule aliyempa Sara uzao kwenye tumbo lake. Ni Mungu yule yule. Ni Mungu yule yule ambaye alimwinua Gideoni. Yule Gideoni aliyekuwa mpepeta ngano, masikini, aliyefukara katika maskini. Ni Mungu yule yule ambaye tunamwabudu, na ni Mungu yule yule aliyetupa mkutano huu. Ninajua ya kwamba atatenda. Kama alitenda kwa Sara, atatenda na kwako. Kama alitenda kwa wana wa Israeli, atatenda na kwenye familia yako. Kama alitenda kwa Gideoni, uwe na uhakika na kwako atatenda. Matendo yake Mungu ni makuu sana. Najua neno hili. Alikuwepo mwanamke mmoja anaitwa Rahabu, na yeye alikuwa ni kahaba, lakini hiyo haikumzuia Mungu asimtendee matendo makuu. Haijalishi uko na hali gani, Bwana atakufuata mahali ulipo. Na kupitia mkutano huu Bwana amekufuata mahali ulipo. Inawezekana umejikatia tamaa, lakini Bwana amekufuata mahali popote pale ulipo. Bwana amekufuata mahali ulipo, kwenye familia, kwenye ukoo ambao hakuna tumaini. Najua neno hili, yuko yeye atendaye. Na kwa tendo lake moja historia nzima ya maisha inabadilika. Liko jambo ambalo Bwana atalitenda, litabadilisha maisha yako yote. Haleluya. Kwa hiyo yeye ni wa nyakati zote, ni wa wakati wote. Amen. Milele iliyopita, habadiliki. Akili zake, uwezo wake, mamlaka yake
utukufu wake ni ule ule. Amen. Tunapoyaangalia matendo makuu ya Mungu leo, siku ya kwanza, kwa wale ambao wanaandika, unaweza ukaandika kipengele cha kwanza, matendo makuu ya Mungu katika uumbaji. Matendo makuu ya Mungu katika uumbaji. Matendo makuu ya Mungu katika uumbaji. Nataka tuyaangalie kwa dakika chache matendo makuu ambayo Mungu aliyatenda katika uumbaji, ambayo Mungu anayatenda katika uumbaji, kwa sababu bado Mungu angali anaumba. Amen. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari ule wa kwanza, Biblia inasema, Mwanzo sura ile ya kwanza na ule mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Katika andiko hili tunapata mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, ya kwamba Mungu ni muumbaji. Mungu ni muumbaji. Kwa hiyo chochote kile unachokiona, unachokifahamu, unachokisikia kimeumbwa na Mungu, kwa sababu yeye Mungu ndiye muumbaji. Mimi na wewe ambao tupo hapa, inawezekana upo huko, lakini natamani ufahamu ya kwamba mimi na wewe tumeumbwa na Mungu. Kwa nini? Yeye ndiye muumbaji. Amen. Biblia imethibitisha. Lakini jambo la pili, natamani ujue vitu vyote, nchi hii unayoiona, ardhi hii unayoiona, kokote kule unakoenda, ni uumbaji wa Bwana. Tanzania ni uumbaji wa Bwana. Amen. Uwe nje ya Tanzania ni uumbaji wa Bwana. Amen. Uwe Bukombe ni uumbaji wa Bwana. Amen. Uwe nje ya Bukombe ni uumbaji wa Bwana. Amen. Popote pale unapokuwa, ukiona nchi kwa maana ya ardhi, fahamu ya kwamba ni kazi ya matendo makuu ya Bwana. Amen. Baada ya kuwa Mungu ameumba, ni miaka mingi imepita, lakini mpaka leo hii ardhi hii tuliyoikanyaga ni kazi ya mikono yake. Amen. Anga hili lilo juu yetu ni kazi ya mikono yake. Amen. Maana yake ni Mungu. Mungu ni Mungu muumbaji. Amen. Anaumba. Amen. Anaumba, na katika matendo yake ya uumbaji, akiumba, hakuna anayeweza kufanya, anayeweza kuumba, anayeweza kutenda mfano wa matendo yake. Amen. Hayupo. Amen. Hayupo. Hayupo, na kukatalia. Milele iliyopita kuwepo na milele ijayo hata kuwepo. Amen. Amen. Kwa nini? Mungu alitenda katika uumbaji, akaumba. Hayupo aliyeweza kuumba kwa mfano wa Mungu. Zaburi ile ya 8 mstari wa 3. Zaburi ya 8 mstari wa 3. Maandiko yanasema, nikiziangalia mbingu, kazi za vidole vyako, mwezi na nyota ulizo ziratibisha. Biblia bado inathibitisha, na maandiko matakatifu bado yanathibitisha ya kwamba mbingu ni kazi za vidole vya Mungu, lakini nchi ni kazi ya mikono ya Mungu. Amen. Kwa hiyo Mungu ni muumbaji, na tunayaangalia matendo yake makuu katika uumbaji. Amen. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 21. Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari wa 21. Maandiko yanasema, Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi na kwa jinsi zao, na kila ndege alukae kwa jinsi yake. Mungu akaona
ya kuwa ni vyema. Biblia bado inatuthibitishia ya kwamba Mungu ni muumbaji, na akiumba hakuna anayeweza kuumba kwa mfano wake. Amen. Aliumba nyangumi. Hakuna nyangumi mwenye uhai ila ni yule tu aliyeumbwa na Mungu. Amen. Wanajaribu kuiga mfano wake, lakini hakuna aliye hai ila yule tu aliyetokana na Mungu. Amen. Aliumba ndege wa angani, wanajaribu kuiga lakini bado hawawezi. Mungu akitenda, ametenda. Matendo yake ni makuu na ni ajabu. Amen. Isaya, maandiko matakatifu, nabii Isaya sura ile ya 42, nabii Isaya 42 mstari wa 5, maandiko yanasema 42:5, Isaya: Mungu Bwana anena, yeye aliyeziumba mbingu na nchi, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitandaza, yeye aliyezitandaza nchi na mazao yake, yeye wapaye pumzi watu walio juu yake, yeye wapaye roho wao waendao ndani yake. Kwa hiyo Mungu ni muumbaji, lakini yeye ndiye anayeachilia roho kwa kila kiumbe katika uso wa dunia. Mstari wa 6, mimi Bwana Mungu nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi katika giza, walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Mimi Bwana ndiyo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Mstari wa 9, tazama mambo ya kwanza yamekuwa, nami na yahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea na wapasha habari zake. Katika mistari hii ambayo tumesoma, mstari wa 5 unatufungulia tena kujua Mungu ni muumbaji. Yeye ndiye ambaye amemuumba mtu, kaumba na vitu vingine, akaweka roho kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo inatupa kufahamu chochote kile unachokiona katika uso wa dunia, kiwe kinaongea au akiongei, ndani yake kuna roho. Ndani yake kuna roho. Kiwe kinaongea au akiongei, ndani yake kuna roho. Kwa nini? Yeye aliye muumbaji ametuambia wakati anaumba aliweka roho ndani ya kila kitu alichokiumba. Lakini mstari wa 9 umetufungulia kujua ya kwamba sio Mungu tu ambaye aliumba zamani. Biblia inasema ya kwamba tazama mambo ya kwanza yamekuwa. Uumbaji ambao Mungu aliufanya umekwisha kuwa. Yale mambo ya kwanza yamekwisha tendeka. Anasema nami na yahubiri mambo mapya. Maana yake Mungu anatangaza, anatenda, anafanya mambo mapya katika uumbaji. Bado katika namna ile ile ya kuumba, Mungu anaumba mambo mapya kwenye maisha yako. Anaumba mambo mapya kwenye ndoa yako, anaumba mambo mapya. Amen. Kwenye familia yako anaumba mambo mapya. Amen. Kwenye biashara yako anaumba mambo mapya. Amen. Kwa sababu mstari wa 5 umetueleza uumbaji. Manake mstari wa 9 unapozungumza juu ya kuyahubiri mambo mapya, manake yako mambo mapya ambayo Mungu bado anayaumba. Hebu ni 45:18 maandiko yanasema hivi: maana Bwana aliyeziumba
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye andiko hili anatuonyesha kusudi la kuumbwa pia. Amen. Chochote kile ambacho unacho kina kusudi la kuwepo. Amen. Kono ulio nao una kusudi la kuwepo. Amen. Biashara ulio nayo ina kusudi la kuwepo. Amina. Nguo ulio nao una kusudi la kuwepo. Amen. Chochote kile ulicho nacho kina kusudi la kuwepo. Amen. Sasa lile kusudi la kuwepo ninatamani nipate kutumia kwako. Amen. Maana Mungu hakukupa tu biashara kama pambo. Alikupa biashara na kusudi. Inawezekana kusudi limeharibiwa, kusudi limevurugwa. Natamani ujue ya kwamba yeye aliyeumba hicho ulicho nacho ana kusudi nalo. Amen. Walijaribu kuwaza ya kwamba labda dunia iliumba ili ikaliwe ukiwa na utupu. No, Bwana aliumba ili ikaliwe na watu. Bwana aliumba dunia ili ijawe na vitu. Na mimi nakwambia yeye aliyeumba ndoa, aliumba ndoa iwe na amani. Inawezekana ndoa yako haina amani, lakini yeye aliyeianzisha ndoa na kuiumba ndoa na kuifanya ndoa, ataifanya na ndoa yako kuwa na amani. Yeye aliyekupa biashara hajakupa biashara ikutese. Yeye aliyekupa uzao hajakupa uzao ukutese. Natamani nikwambie lile kusudi la kuwa nacho lazima litimie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Lazima litimie. Hilo kusudi la kuwepo lazima litimie. Amen. Katika kitabu cha Ibrania sura ile ya 11 na mstari wa 3, maandiko yanasema ulimwengu ulifanywa kwa neno la Mungu. Waebrania 11 na ule mstari wa 3 anasema, kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo uumbaji wote ambao nimekueleza ulifanywa kwa neno la Mungu. Manake nyenzo, kifaa ambacho Mungu alitumia kuumba hivi vyote tulivyoviangalia ni neno. Amen. Sasa nyenzo ambayo Mungu aliitumia kuumba bado ipo. Yeye alitumia neno, bado neno lake lipo. Manake uumbaji bado unaendelea. Kwa nini? Kwa sababu ile nyenzo iliyotumika bado ipo. Alitumia neno. Manake kwa neno la Mungu vitu vinaumbwa. Kwa neno la Mungu vitu vinafanyika. Yohana 1:1. Ukisoma Yohana sura ile ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 14, inatuthibitishia. Mstari wa 3 unasema vyote vilifanyika kwa huyo. Huyo nani? Neno. Manake uumbaji wote umefanywa kwa neno la Mungu. Uumbaji wote umefanywa, umefanyika, ulifanyika, unafanyika kwa neno la Mungu. Amen. Natamani maarifa haya yaingie ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kupitia neno la Mungu vitu vinaumbika. Amen. Vinaumbwa. Amen. Vinaumbwa. Amina. Kwa nini? Biblia inasema kwa imani twajua ya kwamba vitu vyote viliumbwa kwa neno la Mungu. Manake neno la Mungu linapopita mahali linaumba. Linapopita mahali linaendeleza uumbaji. Ninakusikitikia wewe ambaye hauna neno. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linaumba. Lilitumika kuumba, bado linaumba. Linapokuja kwenye maisha yako linakuja kuumba. Linapokuja kwenye maisha yako
wa kwaya. Kwaya kama zinaimba wanatulia kabisa, wanatulia kabisa. Lakini ukifika wakati wa neno, iwe ni makanisani, ukifika wakati wa neno ndipo vurugu zinaanza, watu kutoka kwenda huku na kurudi. Lakini wakati kwaya zinaimba watu wanatulia. Natamani ujue shetani hatamani ulisikie neno, kwa sababu ukilisikia neno, neno la Mungu linatembea na nguvu za uumbaji. Amen. Linaumba vitu kwenye maisha yako. Amen. Linaumba vitu kwenye afya yako. Amen. Halipiti tupu. Maandiko yanasema ya kwamba kama vile mvua ishukavyo katika ardhi ikainyeshea, ikishainyeshea miti uchipua, ikampa chakula yeye apandaye, na ndivyo neno langu nalotoka kwenye kinywa changu halitanirudia bure. Amen. Manake neno la Mungu linapoenda mahali linaenda na uumbaji. Amen. Linaumba. Amen. Likiwa ni neno la Mungu katika afya, linatengeneza afya yako. Amen. Linaumba afya yako. Amen. Hii ni vita kubwa sana. Biblia inasema ya kwamba Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Amen. Watu wamejaa mashairi. Tukisimamishana hapa tuulizane, wewe ni Mkristo wa miaka mingi kwenye dhehebu lenu, kwenye dini yenu, tutajia vifungu 6 vya Biblia hapa. Wengine watakimbia. Wengine ni wazee wa kanisa. Uzee wa kanisa sio kigezo cha vitu kufanyika, cha vitu kuumbika. Mwingine anaweza kusema mimi ni mhubiri wa Injili. Kwa mhubiri wa Injili sio kigezo. Wewe nakwambia ili vitu viumbike kwenye maisha yako, lazima uruhusu neno la Mungu lije kwenye moyo wako. Lazima uruhusu neno la Mungu lije kwenye utuma yako. Lazima uruhusu neno la Mungu lije kwenye utumishi wako. Mzee wa kanisa usiyesoma neno ni mpagani mstaarabu wewe. Sio mzee wa kanisa. Amen. Mhubiri usiyesoma neno, unasoma neno kama unaenda kwenye mkutano, unaenda ibadani. Yaani unasoma neno kwa ajili ya kwenda kuwahubiria watu. Wewe ni mpagani uliyestaarabika. Amen. Kwa sababu neno la Mungu sio kwa ajili ya watu wengine. Amen. Neno la Mungu ni kwa ajili yako kwanza. Amen. Kama mhubiri. Tukiwasimamisha waimbaji, jamani, shetani asiachie kwaya zetu. Hebu mkemee shetani, sema shetani toka kwenye kwaya zetu. Shetani toka kwenye kwaya zetu. Mwambie, akamwambia imeandikwa. Imeandikwa. Sasa sijajua wewe unamwambiaga nini shetani akija kwako. Kwa sababu hauna neno, unakimbilia kulaumu watu. Jamani, mimi wataniua mtaa huu. Wataniua kwa kweli. Yaani hii kwa kweli hame tu mtaa. Hama na kuhama. Watu wabaya wapo. Hama mitaa kadri unavyoweza. Watu wabaya wapo. Lakini wewe ndio unayetakiwa kushinda. Unashinda kupitia nini? Unashinda kupitia neno la uzima. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tusijidanganye, huu mtaa hauna wachawi. Nani kakwambia? Wengine wana ujasiri mpaka kwenye mikutano wanakuja. Sembusa kwenye mtaa watakosekana. Wapo wa kutosha. Watafanya tu mazoezi ya kutosha. Wewe ndio unayetakiwa kuwashinda. Biblia inasema mahali tuliposoma, takutoa kuwa nuru ya mataifa. Mahali ulipo wewe unatakiwa kuwa nuru. Hauwezi kuwa nuru kama ndani yako hakuna neno. Neno la Mungu ndio taa na mwanga wa njia zako. Maana hilo neno ndio litakalo kufanya uwe taa, uwe nuru. Hauwi nuru kwa sababu unaomba sana. Hauwi nuru kwa sababu ni mwaminifu kwenye dhehebu lako. Hauwi nuru kwa sababu unatoa sadaka. Unakuwa nuru kwa sababu una neno. Neno ndio taa na mwanga wa njia zetu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Neno linaumba. Neno la Mungu linapopita, linapita na uumbaji. Tamani walizie mahali hapa. Yeremia 31:22. Mungu ameumba jambo jipya. Na mimi jioni ya leo natamani Mungu aumbe kitu kipya ndani yako. Kitu
Kitu kipya hakiwezi kikaumbika kama neno halijapata nafasi ndani yako. Kitu kipya hakiwezi kufanyika, hakiwezi kikawa kama neno halijapata nafasi ndani ya moyo wako. Manake neno ndilo linalofanya vitu viumbike. Mungu ameumba jambo jipya. Kupitia neno la Mungu vitu vipya viumbike kwenye maisha yako. Kupitia neno la Kristo vitu vipya viumbike kwenye maisha ya kwako. Na ninapenda kumalizia, maandiko yanasema, naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Namjua mtu mmoja, naye ni Yesu Kristo, yeye muumbaji. Akiingia ndani yako anakuumba, anakutengeneza, anakufinyanga, maana yeye ndiye aliyeumba. Baada ya kuumba akafanyika mwili akakaa kwetu, baada ya miaka kadhaa akafa kifo cha msalaba. Alipokufa kifo cha msalaba, siku ya 3 akafufuka kutoka kwa wafu, naye yuko hai, anamiliki milele na milele. Kwa tendo hilo, yeye ndiye muumbaji wa kweli, yeye ndiye neno, yeye ndiye Yesu Kristo. Yeye akiingia ndani yako anaumba tabia mpya. Yeye akiingia ndani yako anaumba imani mpya. Yeye akiingia ndani yako anaumba tumaini jipya. Mpe Yesu nafasi ndani ya moyo wako. Amen. Ikiwa unatamani vitu vipya viumbike kwenye maisha yako, mpe nafasi Yesu ndani ya moyo wako. Amen. Yeye akiingia, upya umeingia kwako. Yeye akiingia, upya unaumbika kwako. Maana yeye ndiye aumbaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tangu zamani haubadiliki, tangu zamani wewe ni Maisha yetu hujawahi kubadilika. Hujawahi kubadilika Baba. tangu zamani Haujawahi. haubadiliki, Tangu zamani. Haubadiliki Yesu. haubadiliki. Wewe ni Mungu, Ni Mungu. haubadiliki. Ukiumba jambo